Naam, huko nasikiliza Baraka One TV kutoka nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, na mimi ni Rajabu Akili Kabonga, the one and only in town, mzee wa state ya Maine, kutoka USA. Huko nasikiliza Baraka One TV, Kilamba Mawe pia, kuna B1 TV, Mashaka Ayamba pia, Asani Ramadan pia, na wengine Asimwe Baguma Samuel kutoka Czech Republic, Bahati, Jacques Jedone Butoto, na ndugu jamaa na marafiki Ankis Kandeze pia, Dafeza Letitia. Wote hawa ni wasikilizaji wa Baraka One TV, na wewe pia ambaye ndo kwanza unaungana na sisi. Ndugu zangu, Masisi ipo katika hatari kubwa ya kuweza kurejea mikononi mwa FRDC pamoja na wazalendo. Na operesheni Saidia Mzalendo imepita maeneo ya Baraka, Fizi, na hivyo tumeweza kukutanana na moja kati ya kambi za Mbafu Moya. Nafikiri ili tulitakiwa tuliongee hili swala saa 6, lakini muda haukuturuhusu, kwa hiyo tunakwenda kulizungumzia hapa. Na pia swala la hili la Minembwe la wakimbizi wa Kinyarwanda kulalamika na wakidai kwamba Minembwe ambao wako wanapigana kule ni raia wao ndo wako wanauliwa, na wala sio Twigwane wao ni raia tu, sio wanajeshi. Na pia serikali ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo imekataa kuzungumza moja kwa moja na magaidi wa M23, huku wakisema wana prefer kuzungumza na kiongozi wao ambaye ni bwana Skeleton, rais wa Rwanda Paul Kagame. Na kitu kingine pia ambacho niliona ni muhimu, nitawapa kuhusiana na makosa waliofanya wanajeshi wetu wa FRDC huko maeneo ya Mubi, ambako walifanya makosa makubwa ya kuvamia maduka ya wananchi, kupora, kuiba na kisha kuondoka zao. So ni kitendo ambacho kikweli, nianzie kwanza hapa. Kuna watu gisi wako nagombania vitu, soda iko mule ndani, iko na watupia vitu, washa bomola nyumba, ndio na wako nagombania vitu. Butike hivi wanabomola hapa, wasoda wako na bomola na watu wako nagombania kwa vitwala. Manake vitu wenyewe wanapitikana pasa, hii ni shida sana. Muone nyipe kegisi watu wako nagombania vitu. Wasoda wako mule ndani wako na bomola, wanatupa vitu nje. Mubi ni shida sana. Mubi ni danze kabisa. Yeah. Hichi kitendo ni kitendo cha kulahani, na tushawafichia siri nyingi sana. Ushaelewa vitendo vingi ambavyo wanajeshi mmekuwa mkivifanya FRDC, tunawafichia siri kwa sababu ni aibu kuiongea. Lakini the most tu tunawaambia inbox, unamtumia kamanda fulani, unaambia una nafasi fulani kumefanyika hivi na kwamba okay sawa, total ndingi tukusala kaka bodo total ti wapi. Eske bo mona biloko huyo bo sala bino ba FRDC bo zo pika ka ba peser les populations bo to biloko na bango, bokoti na magasin ya mutu, bozwi biloko na ye, bobwakisi bisusu biloko mususu libanda, donc bozwi ba telefone, ba mbongo,
basoso ça c'est quelle armée ça biloko wana bosala eza biloko ya malonga te. Heureusement commandement militaire basi bazui ba décision déjà et puis soldat nyonso oyo asalaki biloko ya boye ba ko interpeller wana nde makasi et tous les fouillards là ba ko interpeller bango et ba ko juger bango. Mais avant toute chose ngai nalingaki na que gouvernement ezala vigilant boyo moni façon ndenge ba FARDC na biso ba o mi comporter. Donc na koloba ki na mitu na bango ba o kanisa ki basi ba perdre guerre déjà nde bango ba o kanisa. Et alors biso ba population na biso bazalendo guerre wana esi silinano te kaka nde ingali naanza. Mais il y a les FARDC wamoja ambao wao kwao shirika kwamba haivita hii isha tushinda sasa ifo tuanze iba tuanze hii kula vitu vya raia kinyume na hakuna sheria. No, vyovyote ambavyo utafanya sasa hivi sheria iko na itakukamata tu. Sheria iko na lazima itakukamata tu. Sasa ni jambo la hatari sana kuona kwamba wazalendo ambao wako kando ya FARDC ambao wako wanaiba wanawachia, inabidi kuwakamata. Watu wa Mobi wako wanalia. Watu wa Mobi wanalia FARDC wanatufanyia hivi. Ça c'est pas normal ça. Biloko na bosala eza normal te. To webisa bino biloko wana eza normal te. Ifo botika ngo. Bino nde ba soldat. Ifo botika biloko wana ya bumbafu nyemgo mnafanya. Naam, sasa ndugu zangu kumbukeni tu kwamba hii ni Baraka One TV na tuko saa 9 hivi ni majira Afrika ya Kati 10 Afrika Mashariki, na huko nasikiza matangazo yetu kutoka nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo chini ya usimamizi na wa Rajabu Akili Kabonga. Ndugu zangu, tuko na operation Saidia Mzalendo. Na hiyo operation yetu Saidia Mzalendo iko inafanyika kila kukicha. Kokote ambako nasikia harufu ya mzalendo niko naenda. Mimi na timu yangu tunaenda licha ya usafiri kuwa mgumu, mambo kuwa magumu, lakini tunajitahidi kwamba twende tuwatembelee. Sasa kutokana na uwingi wa wazalendo, tuko na system ambayo tutaitumikisha na ambayo tumekwisha kuanza kutumikisha. Tulienda kutembelea kambi moja ya Mbafu Moya. Iko hapa maeneo ya Baraka, ambako tumekuja Baraka, tuko karibia na wiki hivi tuko Baraka. Na kazi ni harakati hizi ambazo tuko tunafanya. Tuko wiki nzima tuko Baraka na tulikwenda kumtembelea Mbafu Moya, tulikutana naye pale. Lakini kwa kufanya interview tuliweza kupangilia tutakwenda kwenye makao makuu yake porini kwenyewe. Mungu akisaidia tutaenda kule porini ndio tutakwenda sasa kufanya bonge la interview. Lakini hapa tuliona kwamba hatuwezi kwenda mikono mitupu, kama unavyosema Waswahili, mikono mitupu hailambu. Wewe tukapeleka saki yetu moja ya unga pale, tukamwambia hii hapa, wakaipokea vizuri sana. Ndugu zetu hawana shida. Hata kama unawaletea pipi wataipokea vizuri sana. Sigareti, soldat mpe sigareti. Esengo mingi kaka. Wana ndi. Ushelewa? Kwa hiyo nikakuta kwamba watu wanafurahia sana kazi ambayo tunafanya ya operation Saidia Mzalendo, na tungali tunahamasisha ili tuzidi kufanya mambo makubwa zaidi. My goal ni kusema kwamba tufanye kitu kikubwa zaidi. Na najua kwamba avec michango yenu, avec mawazo yenu, avec vyote ambavyo mko navyo mnafikiria juu ya hii operation, tutafika mbele. Binafsi mimi napenda hivyo, na wote kwa pamoja tutafika mbele. So tembelea Baraka One TV channel 2,
ili uweze kuona yale ambayo tunafanya kwa ajili ya Operation Saidia Mzalendo. Ili kuingia ndani ya Baraka One TV channel 2, ingia tu hapo kwa description ya hii Baraka One TV na utaona kule chini kuna link ya Baraka One TV channel 2. Ama tuandika tu YouTube Baraka One TV channel 2 na utakutana nayo pale, na usikose pia kushare na kusubscribe, kwa hiyo ni jambo la maana sana ndugu zangu. Sasa tuanze na hizi taarifa za huko maeneo ya Masisi Centre. Masisi Centre ambako M23 wako katikati ya wanasemaga katikati ya nini? Katikati ya maji. Ile wasema Waswahili maji ya shingo. Wako maji ya shingo. Unajiuliza kwamba waende mbele, waende nyuma, wapande yulu, washuke chini. Ushaona ile saa mtu iko mtego. Adui huyo hapo. Unatamani hata ugeuke kanyengelele. Unatamani hata ugeuke sisimizi. Juu usionekane. Lakini inakuwa wapi haiwezekani. Wazalendo wamefanya mashambulizi ya kushtukiza maeneo ya Masisi Centre. Kuanzia hiyo tarehe 20, kuanzia tarehe 20, tarehe 21, tarehe 22 za mwezi wa 3 2025. Maeneo ya Masisi Centre wazalendo walifanya mashambulizi ya kushtukiza na hivyo kuwaweka tumbo joto magaidi wa M23. Waliwapiga wa kutosha, na hivi ni mipango iko inaenda endelevu kwa ajili ya kuweza kuchukua pia Masisi Centre. Mashambulizi hayo yenye silaha nzito na nyepesi yaliweza kupelekea magaidi wa M23 kupanic na hivyo kukosa pa kwenda, mbele, nyuma, juu ama chini. Na kitu kingine zaidi ambacho kiliweza kusababishwa pia na mapigano hayo ni baadhi ya raia kuanza kupanic na kukimbia pia makazi yao, na hivyo kuwapa motisha na morali wazalendo kuendelea kubaki kwenye position zao na kudhibiti maeneo kadha wa kadha. Mashambulizi hayo ambayo yaliweza kulenga zaidi sana kambi za magaidi wa M23, na miongoni mwa vijiji ambavyo viliweza kupata moto kutoka kwa wazalendo ni pamoja na kijiji cha Kani, Luanguba ambavyo viko kusini mwa Masisi Centre, na ambavyo vilikuwa viko na nguvu ya magaidi wa M23, na baada ya mashambulizi hayo ikabidi waweze kukimbia na wote kwenda kujikusanya ndani ya Masisi Centre. Kitendo hicho pia kimefanya wazalendo kuweza kujikusanya na kuendelea kukusanya nguvu kwa lengo la kutaka kuvamia moja kwa moja maeneo ya Masisi Centre ili kuweza kuwaondoa kabisa magaidi wa M23. Unajua, kitendo cha wazalendo kuweza kuchukua vijiji hivi viwili vikubwa ambavyo vilikuwa kusini mwa Masisi Centre, na vilikuwa ni vijiji ambavyo vilikuwa ni vya kimkakati sana. Nazungumzia hapa Kani pamoja na Luanguba. Hivi vijiji vilikuwa ni vya kimkakati na vilikuwa vina wanajeshi wa magaidi wengi, na walikuwa na silaha nyingi pale. Sasa baada ya kuweza kupungutwa ikabidi waache kila kitu. Yaani walipanda tu kule wakiwa ile wasemaga maboko pamba. Waliingia Masisi Centre maboko pamba. Sasa nguvu ya wazalendo iko inazidi kuongezeka siku hadi siku.
Ukichana na maeneo ya Kani pamoja na Loanguba, maeneo mengine ambayo pia mapigano hayo yaliweza kurindima ni maeneo ya paruasi ya Matedei, moja kati ya paruasi muhimu sana maeneo ya Masisi Centre. Na kama jinsi unavyojua kwenye mapigano, kwenye milio ya risasi lazima pia raia wajikute wako paralyzed. So hivyo raia waliweza kujikuta kwamba wanakosa pa kukimbilia, na hivyo ikabidi wakimbilie maeneo ya hospitali, ambako kule ndiko kulikuwa kuna sehemu pekee ya wao kuweza kujificha, maana mapigano yalizuka ghafla. Ilikuwa ni ghafla. Mapigano ilianza na Kenze saa 9. Unaona, wazalendo walianza mapigano na saa 9. Hebu sema kama saizi ambazo unasikiza matangazo ya saa 9 majira ya Afrika ya Kati, saa 10 majira ya Afrika ya Mashariki, ndiko wazalendo walianza mapigano huko maeneo ya Masisi Centre, na hivyo watu kuchanganyikiwa. Hilo ndio ambalo lilifanyika hapo maeneo. So mpaka kufikia hiyo siku ya Ijumaa, asubuhi, mambo yalionekana kwamba kujaribu kutulia, na huku wazalendo wakiendelea kudhibiti maeneo yote ambayo waliyakamata kando tu mwa Masisi Centre. Imekuwa sasa ni muda wa siku kadhaa za kutosha ambako waza wameweza kuongeza vikosi vyao maeneo ya Nyabiondo, na hivyo kuweza kuchukua pia vijiji vingine vingi ambavyo viko kando ya Nyabiondo, huku malengo yakiwa ni kunyang'anya tena upya Masisi Centre. Unaona bwana. So hiyo ndio ambayo tuko nayo kwa upande wa Masisi Centre. Huu ni ushindi mkubwa sana kwa wazalendo, na ni sifa kubwa sana kwa serikali ya kujivunia wazalendo. Unaona, inabidi serikali ijivunie wazalendo, na isiwe hii mambo yenye biko nataka ingiza ya kutaka kuanza kudemoralize wazalendo, kuanza kuingiza bifu za kisiasa kati ya wazalendo, waanze kupigania uchu wa madaraka. Wazalendo bado wanafanya kazi yao nzuri, na wanastahili kupewa heshima na pongezi kwa kazi kubwa ambayo wako wanafanya. So tukija kuingia maeneo ya Kivu ya Kusini tarafani Fizi, ambako mapigano yamekuwa yakiripotiwa takriban wiki nzima hii kati ya Twirwaneho Red Tabara, huko akipigana na wazalendo pamoja na FARDC. Sasa kitu ambacho mimi nitakuja kukazia hapa ni kitendo cha Wanyarwanda, wakimbizi wa Kinyarwanda ambao wanajiita Wanyamlenge, wako wanalalamika. Kwa sasa hivi wako wanalalamika na kujionyesha kwamba wao ndio wanaonewa. Wako wanapigwa na FARDC, wako wanapigwa na wazalendo, na hawajui makosa yao ni yapi. Wiki mbili ambazo zimepita, Twirwaneho walipata support kubwa, wakapiga wakachukua aeronef ya Minembwe, wakachukua vitongoji vingine ndani ya Minembwe. Sawa, wakati wako wanapigana, je, hawakuwa wanaua watu? Walikuwa wanatumia pepo silaha? Walikuwa wanatumia silaha na walipigana, wakadhibiti maeneo.
inafika zamu sasa ya FARDC na wazalendo kuanza enda na rekipere ile maeneo ambazo wao walikuwa wako. Na wakati wako wanapigana hivyo, wale viongozi wa Wanyarwanda hawakuwa wanasema kitu. Walikuwa zao kimya. Wakina Nyarugabo, wakina nani, na wengine walikuwa kimya. Lakini sasa hivi mpaka wale wakina mama wa Kinyarwanda, vijana, mpaka kuna watu ambao wako wanakomante kwa B1 TV wanasema kwamba tugwane usoba soda ni baraia tu wenye walitomboka. Sasa bazalendo nabo ni basoda, sinabo ni baraia. Kwa hiyo tuseme sasa ni baraia kwa baraia. Juu wazalendo sio basoda, ni baraia nabo wenye biko na banafanya auto defense. No, kisha sasa ndo wanaanza kulalamika kwamba serikali FARDC iko inaua Wanyarwanda. Est-ce que c'est vrai FARDC iko inaua Wanyarwanda? Guys, ni hivi. M23 iko na muungano na Twirwaneho. Twirwaneho ni kikundi ambacho kinaungana na magaidi wa M23, pia kinaungana na magaidi kutoka Burundi ambao wanaitwa Red Tabara. That's it. Na wanasema kwamba mtu ukitembea na mwizi na wewe pia uko mwizi. Ukitembea na mlevi pia na wewe jua kwamba uko mlevi. No, sasa kitendo cha wao kuanza kujilizaliliza hapa, kulalamika, wanaonewa, wako nauliwa, ni kitendo ambacho ni batili na hakina mashiko yoyote. Kipigo ambacho wako wanakipata sasa hivi Minembwe kinawafanya washindwe kusonga mbele, lakini badala yake wanaanza kulia. Aeroporo ya Minembwe ilishambuliwa sana tokea hiyo jana. Na tunasubiria tuangalie matokeo jinsi yatavyokwenda. Inawezekana leo inaweza ikawa imerudi mumikono ya majeshi ya FARDC pamoja na wazalendo. Yote inawezekana kutokana na mashambulizi ambayo walipata. Walikuwa wanategemea kwamba M23 watapita Kaziba. Wapite Kaziba ndo waje hivi mpaka wakutanane wapi? Minembwe. Lakini bahati nzuri ndugu zao ambao walikuwa wanakuja Kaziba wote walisha. Tunaongea wengine waje Kaziba. Tunaongea wengine wapite hivi wapande waje tuwasogee. Unaona? So wale wote walisha kule Kaziba. Na ile ikaweza kuwavunja nguvu sana. Yaani iliwavunja nguvu mpaka wanajiuliza watanzia wapi na waishie wapi. Donc hawana pa kukimbilia, hawana pa kugusia. Ile ilikuwa ni moja kati ya point muhimu sana za Twirwaneho. Endapo wangeresire kupita Kaziba, basi mambo yangekuwa ni mazuri kwa upande wao. Lakini kutokana na nguvu za wazalendo na nguvu za mababu na nguvu za waombaji wote ambao wako wanaomba, wako wanazidi kurenforce na kazi iko inakuwa kubwa sana. Na ndio maana watu wanahitajika wote mwenye kujua chochote, mwenye kuwa na uwezo wote, acheni kukakaa. Twende sisi wote kufront. Wale ambao wako Fizi, pambaneni maeneo ya Minembwe, na wale ambao wako plan ya Ruzizi pia ni kuendeleza kupigana kule ili kuweza kumtoa adui asizidi kusonga mbele na kujitanua zaidi. So ndo mambo ambayo yako yanaendelea maeneo ya Minembwe hayo. Kifupi ni kwamba Wanyarwanda, wakimbizi wa Rwanda ambao wako Minembwe na wale ambao wako nje ya Minembwe, sasa ndugu zao wale wakina Moizi Nyarugabo na wengine wako wanalalamikia na wanasema kwamba Twirwaneho sio wanajeshi, Twirwaneho ni raia. Unaona, Twirwaneho ni raia ambao wako wanatetea haki yao. Sasa kitendo cha wao kuuliwa ni masakre. Serikali iache kuwa raia ambao hawana hatia. Ndio Twirwaneho wao. Na kwa upande wa FARDC pamoja na wazalendo, wao bado wanaendeleza kumpiga adui, na huko asilimia kubwa ya Minembwe ikiwa tayari isharudia mikono ya wazalendo pamoja na FARDC. So hii ni Baraka1 TV na mimi ni Rajabu Akili Kabonga. Big up sana kwa wote ambao mko mnaendelea kuwa pamoja na sisi. Tukutanane majira ya saa 12 ambapo tutakwenda kusikiza mitazamo mbalimbali ya ndugu jamaa na marafiki. So mitazamo yenu inakuwa iko muhimu sana. Kila siku saa 12 ndugu zangu ndo tutakuwa tunaweka mitazamo ya kila mtu ambaye
anapata nafasi ya kuweza kutuma. Na make sure kwamba usi rekodi sauti wakati unasikia upo kwenye kelele za muziki. Juu hile sitaicheza, sitaipitisha. Ama usirekodi muziki na ni sauti wakati upo kwenye fujo vile vile, hapana. Kwa hiyo tumia hivyo ilikuwa pamoja na Baraka1 TV. Pia operation Saidia Mzalendo bado iko inaendelea. Tumia namba zetu hizo hapo kama bado hujaungana na sisi, ili tuweze kuungana kwa pamoja kwa lengo la kuwa support ndugu zetu ambao wapo kwenye uwanja wa mapigano.